Kuna tofauti kati ya kupigana kwa ajili ya kitu chako au kupigana kwa ajili ya kitu ambacho sio cha kwako. Ukipigana kwa ajili ya kitu ambacho sio cha kwako ili ukipate, ujue hicho kitu sio cha kwako. Hata ukikipata bado kitapotea. Kama inakuhitaji utende dhambi ili upate kitu, hicho kitu sio cha kwako, kwa sababu kama ni cha kwako, Mungu anajua ni cha kwako, atakupatia tu. Kuna namna ambayo yeye atatumia kukupatia. Vitu vingapi ambavyo Mungu anajua wewe unavihitaji amekupatia pasipo wewe kumuomba? Ni vitu vingapi? Mungu anajua mahitaji yetu, na yeye ameahidi kutupatia mahitaji yetu yote, na ameahidi kwamba hata tuacha wala kutupungukia katika neno lolote lile. Na ndio maana hata hali iwe mbaya kiasi gani, bado tunauona wema wa Mungu kwenye maisha yetu. Hata kama tukikataliwa, tukitengwa, njaa ikija, tukose fedha, tudharauliwe, bado tunauona wema wa Mungu hata katika magumu, katika upanga, katika hali ya uchi, katika hali ya dharau, kufadhaishwa, lakini bado tunauona wema wa Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu hawezi kutuacha kabisa. Hata akija mabaya na magumu, Mungu hawezi kutuacha kabisa. Mungu anajua tunahitaji nini, na yuko tayari kutupatia mahitaji yetu, tena kwa uhakika kabisa, maana yeye ndo anayesumbukia mambo yetu. Yeye ndo anayesumbukia mambo yetu, anajua namna gani anajua tunataka hivyo vitu vyote, anajua tunavihitaji, na yeye yuko tayari kutupatia. Ukiona sasa, ili upate kitu inahitaji utoe damu, ili upate kitu inabidi utoe kafara, ili upate kitu inabidi ufanye kitu ambacho kinakuumiza au kinawaumiza watu wengine, hicho kitu sio cha kwako. Ili ufanye kitu, ili upate kitu inabidi udhulumu mtu mwingine, hicho kitu sio cha kwako. Yaani ukiona kwa namna yoyote ile ili upate kitu kuna namna ambayo haumpendezi Mungu, basi hicho kitu sio cha kwako. Hata ukifosi kukipata, bado kitapotea tu. Na ndio maana unaweza kaona kwamba kuna wakati mtu anaweza kana pitia shida makubwa, magonjwa ya ajabu ambayo hayaponi. Wakati mwingine huwa inakuwa ni kwa sababu ya kudhulumu vitu vya watu wengine au kupata vitu kwa njia ambayo sio sahihi. Kwa hiyo kwa sababu umepata vitu kwa njia sio sahihi, hivyo vitu lazima virudi. Vitu ambavyo sio vya kwako lazima virudi vilikotoka. Kwa hiyo vinatafuta njia ya kutokea. Utakuta magonjwa yanakuja ambayo hayaponi kwenye hospitali za kawaida. Utahangaika kwa waganga, utamaliza mali zako. Zote hizo ni njia za kuhakikisha kwamba ulichodhulumu kinarudi kilikotoka. Utaenda kwa waganga, watakumalizia hela zako, hautapona. Utaenda hospitalini, hautapona. Ndio maana unaweza kujikuta kwamba unaweza kaenda hata kwenye hospitali makubwa duniani, unasikia labda China, unaenda inashindikana. Unasikia Japan, unaenda inashindikana. Unasikia India, hospitali fulani ni bora sana kwa matibabu aina hiyo, unaenda inashindikana. Au unapata ahueni. Lakini lengo ni nini? Lengo ni kuhakikisha kile ambacho sio cha kwako kile kinaondoka. Ndio maana unaweza kukuta kwamba kuna wakati ukipata shida hizo, ukipata fedha ambazo sio kwa halali, unajikuta kwamba shida zimekuja nazo kwa ghafla, ambazo unashangaa ajali imetokea, inabidi pesa hiyo iende katibishe mtu ambaye amevunjika sehemu fulani, atibiwe. Imetokea shida fulani, imetokea changamoto fulani, ili mradi tu hizo pesa ziweze kupotea, ziweze kurudi zilikotoka. Kwa hiyo siku zote Mungu anajua unachokihitaji na yuko tayari kukupatia. Kwa hiyo kama unaona inabidi uibe ili ukipate hicho kitu, maana yake hicho kitu sio cha kwako, na hata ukiiba pia hicho kitu kitatafuta njia ya kuondoka. Na ndio maana utaona waizi wengi sana ni watu wa starehe sana. Ni watu wa starehe sana. Ni watu wa starehe sana, kwa sababu shetani ndio hivyo. Hiyo pesa sio ya kwako, inatafuta mlango wa kuondokea. Kama sio starehe ni magonjwa, shida, changamoto, kesi, itakuwa ni mtu wa kesi. Kwa hiyo inakulazimu uhonge sana ili usiende wapi? Mahakamani. Kwa hiyo unaweza kujikuta kwamba unamaliza hizo pesa au unamaliza vitu ambavyo umeiba, na hizo shida unaona ndo unapumua sasa. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu hicho kitu sio cha kwako. Kwa hiyo ni vema sasa ukishatambua kwamba Mungu atakupatia kitu chako kwa wakati sahihi, maana yake utakuwa na subira kumngoja Bwana kwa wakati sahihi. Hautahitaji kuiba ili upate. Hautahitaji kudhulumu ili ujenge. Hautahitaji kufanya jambo baya. Hautahitaji kujiuza ili upate pesa, upate mali. Hautahitaji kufanya mambo ya ajabu ili upate utajiri. Hautahitaji. Mungu ana uhakika wa kukulisha na kukuvisha na kukulaza siku zote, hata kama hauna kazi. Mungu ni wa ajabu. Mungu ana njia zake.
tumemshuhudia Mungu akitulisha, akituvalisha, akituvisha, hata nyakati ambazo hatuelewi kabisa, hata nyakati ambazo ni za kuchanganyikiwa, hata nyakati ambazo ni za kutengwa, za kukataliwa, za kudharauliwa, lakini bado Mungu hajatuacha wala kutupungukia. Mungu anajua unahitaji nini na atakupatia. Wewe mwamini tu Mungu. Mwamini tu Mungu. Fanya kazi kwa bidii. Hakikisha unajituma. Mungu nafasi aliyokupatia hiyo. Hakikisha kwamba unajituma, kuhakikisha unataka kukua na kuongezeka kupitia hiyo nafasi. Kuwa na nidhamu, mheshimu Mungu. Mungu atakuzidisha. Usitamani vya watu. Usitake kuiba, usitake kudhulumu, usitake kufanya njia mbaya. Kwa sababu hizo njia mbaya zitakugharimu maradufu, zitakuumiza maradufu. Nataka nikwambie kwamba ukiwa ni mwizi, ukiwa ni mtu tapeli, hizo fedha zitatafuta njia ya kutoka. Utajikuta unakuwa kahaba, utajikuta unakuwa malaya wa kununua wanawake, utajikuta unakuwa ni mtu wa starehe za pombe za ajabu. Kwa nini? Hivyo vitu sio vya kwako, vinatafuta njia ya kwenda. Utajikuta magonjwa ya ajabu yanakuandama, ili mradi tu kuhakikisha kwamba unalipa gharama ya kile ambacho umetenda. Apandacho mtu anakivuna. Kwa hiyo wakati mwingine watu tunapitia shida, tunapitia mabaya, ni kwa sababu tunavuna vile ambavyo tulivitenda. Kwa hiyo usipambanie kitu ambacho sio cha kwako hata utoke damu au muumize mtu. Jifunze wakati mwingine kuruhusu mambo yaende yenyewe jinsi yanavyoenda. Lakini kitu ambacho unatakiwa kupigania ni kile tu ambacho Mungu alishakupatia. Amekupatia kitu fulani. Hicho ndio unaweza ukakipigania, ukakitetea. Ndio maana hata wana wa Israeli walipigana kwa ajili ya nchi ambayo walipewa, ambayo ilikuwa ni halali yao, ilikuwa ni mali yao. Na walimpiga kila mtu ambaye alikuwa anaonekana kwamba atakuwa ni tishio baadaye. Kwa kila mtu ambaye alikuwa anaonekana kwamba anaweza akawasumbua baadaye, itakiwa apigwe, kwa sababu walikuwa lengo la kupigana ilikuwa ni kutaka kile kitu ambacho ni cha kwao. Kwa hiyo usipigane kwa kitu ambacho Mungu hajakupatia, kwa sababu hata ukipigania kiasi gani unaweza ukaumia, lakini bado ukapoteza au ukaumia zaidi.